Rais William Ruto anatarajiwa kuzuru eneo la Mlima Kenya kuanzia kesho, eneo ambalo limedaiwa kuwa lilichangia pakubwa ushindi wake katika uchaguzi wa mwaka 2022. Na kama anavyotupasha mwanahabari wetu Emmanuel Kutosi, mbali na kuzindua miradi ya maendeleo, rais anakabiliwa na maswali kuhusu mgogoro wake na aliyekuwa mwandani wake mkuu na naibu wake Rigathi Gachagua, ambaye kwa sasa amegeuka kuwa mkosoaji mkali wa Rais Ruto. Takriban miezi mitano baada ya kumweka pembeni aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, Rais William Ruto anatarajiwa kuzindua ziara yake ya siku 5 katika kaunti 9 za eneo la Mlima Kenya. Ruto kutoka kwa mlima alikuwa amepata 3.7 million votes. Fanya hesabu. Akiwa sasa kwenye mashine. Eneo hili lilimpa Ruto karibu 50% ya kura zake kati ya jumla ya milioni 7.1 katika uchaguzi wa mwaka 2022, lakini ngome hii aliyoitamalaki kwa njia ya kipekee hapo awali inaonekana kutikisika baada ya mgogoro wake mkali na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Wewe unakuja hapo Mlima Kenya ukuwe mtu ya kuongea ukweli. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hakuna project hata moja yako. Kwa hivyo wewe ukija hapa useme project umefanya ni gani. Aidha, ziara hii inayotajwa kuwa ziara ya maendeleo mbali na uimarishaji wa ushawishi wa kisiasa inajumuisha kaunti za Laikipia, Nyeri, Meru, Kirinyaga, Nyandarua, Murang'a, Embu, Tharaka Nithi na Kiambu. Kwa wadadisi wa kisiasa wakisema safari hii inaibua msisimko na joto la kisiasa, hasa kwa kuzingatia kuwa Gachagua ameibuka kuwa mpinzani mkubwa anayewahamasisha wakazi wa eneo hilo kudai manufaa zaidi kutoka kwa serikali. Zile project ziko ni za Uhuru Kenyatta, umekataa kumaliza. Lakini usikuje kudanganya watu ya Mlima Kenya. Gachagua anayejiita msema kweli amewataka wakazi wa Mlima Kenya kushikilia msimamo mkali na kudai mgao mkubwa katika rasilimali za serikali kama sehemu ya juhudi ya kumkaribisha rais kwa moyo mkunjufu. Hii ni moja ya kauli zake nyingi zinazoashiria kutoridhika kwa baadhi ya viongozi wa eneo hilo. Mwetu mpya mwezi wa 5, Kasongo aende asiende, atembee asitembee. Nani alipeleka Rigathi nyumbani? Nani ameharibu uchumi ya Kenya? Ni nani ataenda nyumbani 2027? Wakati huo huo, wandani wa Rais Ruto wameendeleza jitihada kuhakikisha mapokezi yanakuwa mazuri, wakisisitiza umoja na kupinga hoja kuwa maendeleo yamekwama, wakisisitiza serikali ya Kenya Kwanza inaendelea kusukuma ajenda yake ya kitaifa kwa lengo la kustawisha umoja wa taifa. Ungane pamoja tuweze kuenda kukaribisha rais wetu wa Kenya ambaye ni William Ruto na Profesa Abraham Kithure na pia Linda Asiwale wengine. Tuwape baraka kwa sababu hata Biblia inasema watu wakitembea, wageni wakitembea, unafaa muwapokee ndio waweze kuacha baraka. Lakini kuna mali nyingine inasema wakati mtu anatembea akikosa kupokewa anawacha mambo si mazuri. Sisi ni wananchi na wakaaji wa dunia, si ndio? Tunasemanga mgeni njoo mwenyeji apone. Toa JB Muturi ati kwa sababu ya incompetence alafu uweke mheshimiwa Ruku ati yeye ndiye competent. Kwa upande wake, waziri mteule Geoffrey Ruku ametetea serikali akiwataka wakosoaji kutembelea miradi kama ile ya maji na usafi inaendelea katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini kama ushahidi wa maendeleo na ambayo itazinduliwa rasmi na rais katika ziara yake. Wale ambao wanasema serikali haifanyi kazi wakuje tuwaelezee ya hivyo iko na imejengwa kwa njia inayofaa ikizingatiwa quality and workmanship. Kula utakuja hebu kaunti, tafuta kukuja Chicago, tutakubeba, tutakuinua, tunakushukuru sababu sasa umefanya ni maana. Amehakikisha kwamba watoto wote wamepata chakula. Katika ziara hiyo, Ruto atakagua na kuzindua miradi kadhaa ikiwemo ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika maeneo ya Laikipia Mashariki, Olkalau, Kinangop,
Kandara, Maragwa, Chuka, Igamba Ng'ombe na Nyeri mjini. Tutamkaribisha kwa shangwe na nderemo. Tutamkaribisha kama kiongozi wa taifa. Tutakaribisha kama mfalme wa nchi yetu ya Kenya. Kama mkutano sio wako, iko anja gani ya kwenda kupiga kelele? Mkutano sio yako ya kwenda kupiga kelele ya mkutano mwingine. Kama unataka kupiga kelele, si hata wewe uende utengeneze mkutano yako. Emmanuel Kutosi, Runinga KU.